Simba Sports Club. Sawa, Mchaga Mchaga wa kwanza kuwa komando wa Simba Sports Club. Sio wa kwanza, wako wengi. Wako wengi Wachaga kwa Simba, wako wengi. Kwani kuwa komando wa Simba Sports Club? Wako wengi. Kuna Mchaga kisha kuwa komando wa Simba Sports Club? Wako wengi. Hebu mtaje mmoja wapo. Mimi sishakufa bana. Alikuwa wengi kashakufa. Mangia uko poa lakini. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaendaje? Nashukuru Mungu wa rehema. Tumekula Idi, leo Idi pili. Tasubiri Pasaka hata 25. Tumalize mwezi wa sikukuu. Mwezi wa 4 una sikukuu nyingi sana. Sikukuu 5. Na umejipangaje na hizo sikukuu zote? Tunajipanga vizuri. Mungu atujalia. Watoto shapotangua sikukuu zote mbili. Tunasubiria sikukuu ya Pasaka tu. Mambo yaendelee. Jana tunamaliza Idi ya kwanza, Idi pili. Mangia, wakati unafurahia kumaliza Idi ya kwanza na leo Idi pili na watoto kupata nguo za sikukuu, lakini siku ya kesho majira saa 1 pale nchini Misri timu yako ya Simba Sports Club itakuwa dimbani kucheza mechi yake ya kwanza ya robo finali ya kwanza dhidi ya kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry. Kwanza kesho mchezo unauonaje? Mchezo utakuwa ni mgumu, utakuwa ni mzuri. Lazima utanguze, umheshimu mpinzani wako. Sababu tuko away Misri, mji wa Masry. Kwa mechi itakuwa ni ngumu sana, ngumu itakuwa ni itakuwa ngumu, kwa ni mechi nzuri sana. Lazima utanguze kwa ugumu. Sababu kuna vitani. Lazima pambana vita. Unapigana vita. Kufungwa na kushinda. Kwa lazima utanguze hivyo. Mechi itakuwa ni ngumu sana, lakini tusubiri matokeo ya 90. Mangia, tumekuwa tukishuhudia misimu mingi Simba Sports Club ikiwa katika ardhi ya ugenini ikiwa inacheza katika michuano hii ya kimataifa. Hii imekuwa ikiruhusu magoli mengi, lakini tofauti na msimu huu, magoli mengi ambayo imeruhusu katika ardhi ya ugenini ni magoli mawili tu dhidi ya CS Constantine katika nchi ya Algeria. Kocha Fadlu Davis ameonekana kuibadilisha Simba Sports Club kwa kiwango kikubwa kabisa. Je, kwenye mechi ya kesho kuna nafasi yoyote kocha Fadlu Davis unaweza ukampa? Mwalimu anaamini kikosi chake. Sababu ukiwa na timu inaruhusu magoli machache, timu inaanza kule kiungo midfield. Ukiwa na midfield nzuri, utaruhusu magoli machache sana. Kama na kule ligi kuu, Simba ruhusu magoli 8. Kulingana ana midfield nzuri. So back line, midfield nzuri. Yusuf Kagoma. Hapi nafasi mabeki ya pinzani, fali line ya pinzani. Upita kwenye line yake. Ndio maana anazuia. Maana kwa midfield nzuri, kwa namba 8 nzuri, kwa na kikosi kizuri. Ndio mpaka sasa Simba michuano ya kimataifa Simba kwa magoli machache pako na NBC. Kocha anahitaji sana kusoma kikosi chake cha kimataifa. Kukosekana kwa Chefono Maloni kesho kunaweza kukawajia ugumu wowote Simba Sports Club kwenye eneo la backline? Hapana, sababu Simba kacheza mechi 5. Mechi 3 Simba hajarusha hata goli moja. Simba kacheza mechi 4, mechi 3 hajarusha hata goli moja. Kausu goli mechi ya juzi 2-1 mechi ya FA. Akaingia hatua inafuata. Kwa hiyo mimi naamini kusema Shemaroni hamna pengo. Sababu achana mchezaji Sharabu anaipojania namba yake. Sababu namba iko atoa vile kosi kwa mchezaji beki bora kaja Simba atakapata namba kikosi cha kwanza. Na wewe msimu akapata sababu kacheza mechi 3 hajarusha hata goli moja. Juzi kapunzika kacheza Duchu na Hussein Kazi. Wakahusu goli 2-1 mechi ya FA. So yeye kwa kacheza vizuri sana mechi zote 3 hata goli moja hamna. Simba ilishawahi kucheza na Al Masry katika kombe hili la shirikisho, lakini ile ilikuwa ni katika ile hatua ya awali kabisa, lakini hii ni katika hatua ya robo finali. Lakini Simba mliweza kuondolewa kwa aggregate ambapo Benjamin Mkapa mliweza kutoa sare ya kufungana magoli 2-2, lakini kule Misri kutoka suluhu ya bila kufungana. Hii haipi wasiwasi wote Simba Sports Club kuweza kutolewa mara ya kwanza na mechi hii mnaenda kukutana nayo? Amoni kupata wasiwasi wote? Hapana, sababu hii mechi itakuwa ni kisasi. Sababu 2017-18 mechi ya mkondo wa kwanza kwa Mkapa 2-2, tukaenda Al Masry bila. Kwa hiyo mechi itakuwa ni kisasi. Simba atakulipa kisasi chake. Sababu yeye mtoka kwa Simba alitolewa kwa kanuni. Na hii Simba atakulipa kisasi. Sababu Simba soma kwanza kuna Misri au soma kwanza kumtoa mtetezi. Kisha kumtoa Zamalek 2003. Zamalek 2003. Sio maajabu sana Simba kutana timu ngumu. Kisha tunazo timu nyingi sana na kishazitoa. Kwa nini msoma ajabu Simba
kufika hatua inayofuata. Sisi tuombe Mungu Simba ndoto yake timie kuingia robo finali, kuingia nusu finali. Ndio Simba atachukua lengo lake msimu viongozi kuingia nusu finali. Naamini kwa mechi ya kesho wachezaji wakiamka watoa utimamu wa game, benchi nzima ufundi na wachezaji na mashabiki kwanza kupata matokeo, kapata matokeo kule na bila au moja bila. Zeni mechi ya tarehe 9 Jumatano ya tarehe 9 Jumatano ijayo kama ndio hitimisho ya mechi ya Masi kwa Mkapa, mechi ya saa 10. Inshallah Mungu atatujalia tukavuka sisi Simba. Mangia, eneo la ushambuliaji kocha Fadlu Davis anampa nafasi kubwa sana Lionel Christian Ateba, lakini baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club wanasema kuwa Steven Dese Mukwala ana uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ile kuliko Lionel Christian Ateba. Kwako wewe unampa nafasi nani kwenye mechi ya kesho acheze pale? Unatamani nani acheze ambaye anaweza kawapa matokeo? Wale wote ni wachezaji wa Simba. Wale wote ni wachezaji wa Simba. Ndani 11. Wachezaji ndani ya 22. Wote kwa panga wote. Kila mmoja hapo ana ubora wake. Ndio maana Fadlu anaanza na Lionel Christian Ateba anaanza. Anajua ubora wake. Anamheshimu sana Dese Mukwala. Na mimi namheshimu Dese Mukwala. Ndio maana kocha Fadlu anaanza na Christian Ateba. Maana kwa substitution wote kwa panga wote wawili. Wakiumia watu wawili kwa maana hauna staka mwingine. Kama kocha Simba anaanza na Ateba. Akitoka huyu anaingia huyu. Kwa hiyo kwa panga wote. Kwa hiyo mimi naheshimu kocha. Na wote na waheshimu wote ni wachezaji wa Simba ajiriwa wa Simba. Mangia, huwezi ukashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika wala kombe la shirikisho bila kufanya vizuri katika ligi yako. Na kesho katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara majira saa 10, Young Africans atakuwa mgeni wa Tabora United katika dimba la Al Hassan Mwinyi. Mchezo huo kwanza wewe unaonaje? Mimi kwanza wana Simba wengi wanatui jikoni kesho. Akili zao yote iko Almasi Messi. Shamaliza. Mechi itakuwa ni ngumu sana. Tabora ni mtoto mdogo sana kwa Yanga Afrika. Tabora ni mtoto mdogo sana kwa Yanga Afrika. Yanga ni kubwa kuliko Tabora. Yanga na miaka 90, Tabora na miaka mingapi kwenye ABC? Bado mtoto mizani. Yanga iko juu zaidi ya Tabora. Usichukue matokeo mechi ya kwanza mwaka jana. Matokeo kwa Yanga wachezaji baadhi kwa hapo. Nemanga kafungwa goli 3. Kwa hiyo hata wewe Mangia huna imani yoyote na Tabora United kuweza kumfunga Young Africans au kuweza kutoa hata sare na Young Africans? Hapana, sababu wewe kwa kaa mbele kwa Tabora atafunga Yanga. Ukiumbuliwa Yanga kishinda unabaki wapi? Wewe inabidi ukae kinyuma nyuma. Mimi sipo hivyo. Ingetoka dakika 90 na Yanga Afrika kafungwa. Kuja kesho siku ya Alhamisi namtambia. Mimi nilivyo sasa, mimi nilivyo duniani. Mimi mtu football. Mimi sikai, mimi napenda sana football siku zote. Mpira na unajua nicheza mpira. Kwa hiyo sasa kukaa kuna ushabiki au ni jezi ya Tabora. Mimi na jezi za Simba bana. Mimi bana sports. Mimi sina ushabiki huo eti nikaa kwa Tabora nipige makelele mapofu nitoke. Tabora funga Yanga hapana. Itokee dakika 90 kafunga Yanga na kutana mtani na mtambia kama huyu mtani wangu bana pole. Basi kama ndio shamakundi na watambia Yanga kusha makundi ndio mimi nilivyo, lakini kae kwa Tabora mpaka dakika 90 hapana. Yanga ni kubwa bana nani bana Salumu, Yanga ni kubwa kuliko Tabora. Lazima mheshimu mtani wako. Lakini tumemsikia mkuu wa mkoa wa Tabora ametoa ahadi ya shilingi milioni 60. Wakati anacheza na Simba Sports Club Tabora aliweka ahadi ya milioni 50, lakini sasa hivi mnacheza na Young Africans ameweka ahadi ya milioni 60. Ahadi hizi ambazo wamekuwa wakitoa kwa mikoa zinatoa hamasa yote kwa vilabu vyao hivi au ndio vinawaharibu wachezaji? Mimi namsifia sana Festo Chacha. Ahadi aliahidi kwa Simba kweli katika Tabora Simba ni kubwa. Kapigwa 3. Kesho naingia mguu tarehe 2 saa 10. Akakutana na Yanga Afrika. Ile milioni 50 alikosa kwa Simba kaongeza milioni 10. Kwa huu namsifia sana. Kwa mkoa wote waje mfano kwa mkoa wa Tabora Festo Chacha. Waje mfano huo. So unaahidi kwa timu moja Simba kutana na Singida unaahidi kwa Simba. Singida kutana Yanga hamna ahadi. Hapana, ahidi timu zote mbili zikacheza pale timu. Ndio maana nini maana mkoa
huyu upende mpira, sio timu moja tu. Mimi Festo namsifia Festo Chacha, namsifia sana kwa mkoa wa kwanza, kwa mara ya kwanza mkoa wa kwanza piga mfano huo, mimi namsifia sana. Ni mtu wa football, anapenda maendeleo, sio unaahidi kwa timu moja tu. Tabora kisha na Simba ndio unaahidi, Yanga hamna ahadi. Ahidi timu zote, ahidi timu zote, kama mkoa wa Mwanza ule Makonde Kamtande, Said Kamtande, ikija Simba anaahidi, Yanga hamna ahadi. Ahidi timu zote, amwige yule mtu mkuu wa Tabora yule. Iko makini, anajua football, anajua nini maana uongozi, maana anatengeneza hizi watu wananchi wamkubali.